بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 7 من شهر الله المحرم mwaka 1447 katika darasa ya tafsiri al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala tunaendelea kusoma tafsir ya suratul inshiqaq idha as-samaa'u inshaqqat, na biidhnillah ta'ala tutajaribu leo kumalizia aya zilizobakia kuanzia aya ya 16 mpaka mwisho wa sura. fala uqsimu bishafaq, kuanzia hapo يقول الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بالشفق، basi naapa kwa wekundu wa jua linapokuchwa, wal-layli wama wasaqa, na kwa usiku na unavyovikusanya, wal-qamari idha ittasaq, na naapa kwa mwezi unapopevuka, la tarkabunna tabaqan an tabaq, lazima mtapanda tabaka kwa tabaka. fama lahum la yu'minun, basi wana nini hawaamini? wa idha quri'a alayhim alquran la yasjudun, na wanaposomewa Qur'ani hawasujudu. balil ladhina kafaru fi takdhib, bali waliokufuru wanakanusha tu. wallahu a'lamu bima yu'un, na Allah anajua wanaoyadhamiria katika vifua vyao. fabashirhum bi'adhabin alim, basi wabashirie adhabu yumizayo. illa alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun, isipokuwa wale walioamini na wakatenda mema, hao watakuwa na ujira usiomalizika. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: قوله تعالى فلا أقسم بالشفق إلى آخرها، أقسم في هذا الموضع بآيات الليل. katika sehemu hii ya suratul inshiqaq, Allah subhanahu wa ta'ala ameapa na aya na ishara za ukubwa wake na uwezo wake mkubwa zinazotokea katika mida ya usiku. فأقسم بالشفق الذي هو بقية نور الشمس الذي هو مفتتح الليل، akaapa na wekundu wa jua linapokuchwa, jua linapokuwa la shuka wakati wa magharibi, nao ni bakia ya nuru ya jua na ndio funguo ya kuanza usiku. wakati ule tunaposwali salatu al-maghribi, ukitizama katika jambo hili kuna ishara za wazi za uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajabu ya namna zile mbingu zinavyokuwa katika wakati huu. wal-layli wama wasaq, na naapa na usiku. wama wasaqa ay ihtawa alayhi min hayawanatin wa ghayriha, na naapa kwa usiku na vile vilivyomo ndani ya usiku huo katika wanyama mbalimbali wanaojitokeza wakati ule na viumbe vinginevyo. wal-qamari idha ittasaq, na naapa kwa mwezi. idha ittasaqa ay imtala nuran biibdarihi, pale mwezi unapojaa nuru wakati wa mbala mwezi,
unapokamilika na kutimia ule mwezi. Wadhālika ahsanu ma yakunu wa aktharu manafi', na wakati huo ule mwezi hupendeza zaidi na manufaa yake yakawa makubwa zaidi, kiasi cha kuwa wasafiri wa usiku wanaosafiri kwa miguu au kwa wanyama wafaidika na ile nuru ya ule mwezi unapotimia. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ameapa kwa viumbe hivi vikubwa? Sababu ya kuapa nini? Sheikh asema walmuqsamu alayhi, na kile kinachowapiwa qawluhu la tarkabunna ay ayyuha an-nas tabaqan an tabaq ay tabaqan ba'da tabaqin ay atwaran mutaaddida wa ahwalan mutabayina, hakika nyinyi wanadamu mutapitia stage moja kwenda nyingine, tabaka moja kwenda nyingine. Katika maisha yenu kuna mambo mtapitia lazima, hali mbalimbali. Minan nutfati, kutoka kwa tone la manii, ila alalaqa, kwa tone la damu, ila almudgha, kapitia kwa pande la nyama, ila nafkhi ruh, kisha mkapulizwa roho, hapo bado katika tumbo la mama. Thumma yakunu walidan wa tiflan, kisha azaliwa awa mtoto mchanga, walidan, kisha awa mtoto tifl, wa mumayyizan, kisha akuwa kifika miaka 6 7 aanza kupambanua mambo. Thumma yajri alayhi qalamu at-taklifi wal amru wan nahy, kisha ipite juu yake kalamu ya kumkalifisha, bimaana abaleghe, aanza kuamrishwa na kukatazwa. Sasa hapa aandikiwa yale mema anayoyafanya na aandikiwa yale maovu anayoyafanya. Thumma yamutu ba'da dhalika, kisha afikiwe na mauti baada ya hapo. Thumma yub'athu, kisha atafufuliwa siku ya kiyama. Wayujaza bi'amalihi, na atalipwa kwa matendo yake aliyofanya. Tizama hizi tabakat anazipita, stage baada nyingine, kila mmoja wetu atapita hizi. Kuna nyingine ambazo tayari ushapita na kuna nyingine za kuongojea mbele yako. Allah asema mtapita tabaka moja baada ya nyingine, mpaka ima awe ni katika watu wa peponi, atulizane katika pepo ya Allah, au wal-iyadhu billah awe katika watu wa motoni, aingie ndani ya moto wa jahannam. ويجازى بأعماله. فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد دالة على أن الله وحده هو المعبود الموحد المدبر لعباده بحكمته ورحمته. hizi tabaka tofauti tofauti zinazompitia mwanadamu, stage mbalimbali anazopitia huyu mwanadamu, ni dalili ya wazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayeabudiwa kwa haki, na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayepeleka mambo ya waja wake kwa hikma zake na rahma zake. Wa anna al-'abda faqirun 'ajizun tahta tadbir al-'aziz ar-rahim, na kuwa huyo mja ni mhitaji tena ni ajizi, apelekwa chini ya mipango ya yule mwenye nguvu mwingi wa rehema subhanahu wa ta'ala. Na mwanadamu haya mambo ayaona katika maisha yake, lakini pamoja na haya yote ambayo yako wazi kabisa yanayoonyesha kuna muumba anayepeleka huu ulimwengu, wengi katika watu bado hawaamini. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema fama lahum la yu'minun, fama lahum la yu'minun, ay wa ma'a hadha
فكثير من الناس لا يؤمنون. pamoja na haya yote yanayompitia mwanadamu, wengi katika watu hawaamini. Wengi katika watu hawaamini. Mwanzo hili jambo la kushangaza sana, hasa ukiangalia katika hizi nchi za kikafiri. Leo imekuwa ni jambo la kawaida. Anayeulizwa katika hawa makafiri kuwa wewe uko katika dini gani, asema yeye ni atheist, haamini uwepo wa Mungu. Yani asilimia kubwa imekuwa leo katika hawa kufaru, lakini ndani ya nafsi zao wao wajua kuwa kile anachokisema sicho anachokiitakidi. Sababu dakika 2-3 tu akiulizwa maswali mawili matatu hana jawabu la kujibu. Hasa wale wanaosema kuwa asili ya mwanadamu ni kima, yule tunani tumbiri, monkey. Mtu akwambia asili yake yeye tumbiri. Allah subhanahu wa ta'ala amemkirimu, walaqad karramna bani adam, tumewakirimu wanadamu wakanyanyuliwa daraja juu ya viumbe wengine aliowaumba Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ataka kujidunisha, lazima sema asili yake yeye nkima, tunani tumbiri ama nyani. Sasa wewe hata usiende mbali, muulize na asili ya nzi alikuwa nani? Nzi alikuwa tungu kisha kageuka kama nzi. Haya, ukimaliza nzi kuna lingine la kufuata. Na asili ya ndovu alikuwa nani? Hapo hapo itumkamate. Na asili ya simba alikuwa nani kabla ya kuwa simba? Na swara. Wewe unaona binadamu tulikuwa kima? Wewe unaona binadamu tulikuwa tumbiri, sio? Kuna mengi utashindwa kujibu. Ukijifanya utafuta kwa simba huku hujamaliza chui, utaulizwa maswali hapo hapo hujibu. Lakini pamoja na hayo jeuri, binadamu yuko hivyo jeuri sana. Khalaqa al-insana min nutfatin, Allah asema amemuumba mwanadamu kutokamana na tone la manii. Fa idha huwa khasimun mubin, tamaki amekuwa khasimu mkubwa wa Mola wake. Ati asimama pia jipiga kifua. Wallahi lau kama mwanadamu angelijua udogo wake katika ulimwengu asingefanya jeuri. Wajua wewe muangalia chungu wa mwana mdogo, sasa kijiumbe kidole tu hivyo shakiua, sio? Wewe wajiona wewe ni mkubwa sana, sio? Wakati mtu akipanda mita kadhaa tu juu hakuone ukiwa chini, hata huonekani. Ndani ya nyumba yako wewe wafunika sehemu gani katika nyumba yako? Chumba kizima, godoro lako ya Allah robo ulimalizi. Lakini jeuri yaweza kujipiga kifua akazungumza maneno ya kijinga sana. Fama lahum la yu'minun, wana nini hawa hawaamini? Kitu gani cha wasumbua vichwa vyao? Wa idha quri'a alayhim alquran la yasjudun, ay la yakhda'una lilquran wa la yanqaduna liawamirihi wa nawahihi, hawajisalimishi kwa hii Qur'an niliyoiteremsha, wakajisalimisha katika kufuata maamrisho yake na kuyaepuka makatazo. Wa idha quri'a alayhim alquran la yasjudun bal alladhina kafaru yukadhibun ay yu'aniduna alhaqqa ba'da ma tabayyana, bali wale waliokufuru ni wenye kuifanyia inadi haki baada ya kuwa ishabainika na kuwa wazi. fala yustaghrabu adamu imanihim wa inqiyadihim lilquran, kwa hivyo haishangazi kule kutojisalimisha kwao katika kuifuata Qur'an. fa innal mukaththiba bilhaqqi inadan la hilata fihi, kwani anayekadhibisha haki kwa inadi, huyu huna hila, huna njia ya kumsaidia. Kwa sababu anayekataa haki kwa kuwa haijui, ukimwelimisha yule ataikubali na kuifuata. Lakini sasa huyu aikataa haki si kwa kuwa hajui kuwa ni haki,
yuwajua kuwa hii ni haki, lakini mimi nafanya inadi, siikubali. Huyo utamwanzia wapi ili ikubali? Chukulia mfano wa Firaun. Firaun sio kuwa alikuwa hajui kuwa Musa ni mtume wa Allah, alikuwa yajua. Tena ndani ya nafsi yake yajua kuwa huyu ni mtume ametumilizwa na Allah, kwa ushahidi wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Kwa walikanusha aya zetu, lakini ndani ya nafsi yake yeye Firaun na jamaa zake, ndani ya nafsi yao walikuwa wanayaqini kuwa huyo Musa ni mtume wa Allah. Na Musa hilo alikuwa yuwalijua, si kuwa hajui, yuwajua kuwa huyu Firaun yuwajua kama mimi ni mtume wa Allah. Ndio pale akamwambia, laqad alimta ay anta ya Firaun ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya Firaun mathbura. Na hapa ndiyo Musa akageuka sasa, lugha yake ikawa atumia lugha ya ukali. Mwanzo aliambiwa na Allah, faqula lahu qawlan layyinan. Alipotumwa na Harun akamwambia, nenda kamwambie maneno laini. So viongozi wazungumziwa hivyo, nenda kamwambie maneno laini. Huenda akarudi nyuma. Alipofanya inadi akawa ameitambua haki na kuikataa, Musa akamwambia, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Wewe wajua kuwa haya yote ndio kuja nayo yatokamana na Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa mbingu na ardhi. Tena wazi wazi wajua. Wa inni la adhunnuka ya Firaun mathbura, na mimi nina yaqini kuwa Firaun ni mwana wa kuangamia. Wewe waangamia wewe kwa kuikataa haki kwa inadi. Na ndio pale Musa akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, innaka ataita Firauna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Hakika ewe Allah umempa Firaun na mabwana wakubwa wale wake, umewapa mapambo na mali katika uhai wa dunia. Rabbana liyudhillu an sabilik, Rabbana itmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Akamwapiza, angamiza mali zao na nyoyo zao zifanye ngumu. Fala yu'minu hatta yarau al'adhab al'adim, asiamini mpaka aone adhabu yenye kuumiza. Huyo ni yule Musa aliambiwa faqula lahu qawlan layyinan. Sasa amebadilika, amekuwa mkali na maneno haya. Kwa nini? Kwa sababu Firaun baada ya kuijua haki alifanya inadi. Kwa mtu mwanzo ulinganiwa kwa uzuri, pengine hajui, aelekezwa, lakini akifanya inadi ile lugha yabadilika sasa. Sababu sasa hivi huyu haikatai haki kwa kuwa haijui, haikataa haki kwa kuifanyia inadi. Yule sasa hata ukatumia upole haufai chochote. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwalingania Makuraish kwa hikma na utulivu sana, miaka 13 awalingania Makuraish, awaelekeza katika haki, lakini wakamfanyia inadi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofanya hijra kwenda Madina, da'wa ikabadilika kule, Uislamu ukapata nguvu, akapambana nao kwa panga katika vita, basi wakajisalimisha, ndio ikawa dawa kwa hao watu wa inadi ambao waijua haki lakini waikataa. Sababu Makuraish walikuwa waijua haki. qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, sisi twajua kwa Muhammad yakutia huzuni yale wanaoyasema, sahir, majnun, kadhab, maneno yote yale uliambiwa yote wakwambia, sisi twajua yakutia huzuni na dhiki. Fa innahum la yukadhibunaka, lakini sisi twakwambia kitu, hakika hao Makuraish hawakukadhibishi wewe, wao wajua wewe ni mkweli. Walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun,
lakini madhalim bwana hawafanya inadi. Makoresho walikuwa ni Waarabu, waelewe ile Qur'ani yazungumza nini, wajua anayezungumza Kiarabu kwa ufasaha nani, walikuwa wakienzi lugha yao. Wacha sasa mtu paka ajue Kiarabu ana kazi kubwa kweli, miaka aketi asome fani hii, asome fani ile. Wao walikuwa kwa kuzaliwa ni Waarabu, namna wanavyozungumza lugha safi kabisa. Sasa walikuwa wajua kile Kiarabu chazungumzwa vipi, mpaka walikuwa na almuallaqat, mashairi ambayo walikuwa wakiyatukuza wakiangika kwenye al-Kaaba ya washairi wa kijahilia. Namna walivyokuwa kienzi lugha, walikuwa wakiweka sehemu ambazo watu washindana kwa mashairi. Yaja Qur'an na ufasaha ulioko ndani yake hawataelewa wao, bali yaja Qur'an yawapa challenge Makuraish, walete mfano wake, washindwa. Kwa nini basi mwaikataa? Inad. Kwa huyu huna hila, huna njia yoyote. Mtu ambaye afanya inad basi huwezi kumfanya kitu. قال هنا يعاندون فإن المكذب بالحق عنادا لا حيلة فيه والله أعلم بما يوعون أي بما يعملونه وينوونه سرا. الله أجوى يلي ونويتين نالي ونويذمريا نكوينويا كسيري. فالله يعلم سرهم وجهرهم وسيجازيهم بأعمالهم. Allah yajua siri zao na yale wanaoyadhihirisha, na atawalipa kulingana na matendo yao. Walihadha qal fabashirhum bi'adhabin alim, basi wabashirie hao adhabu yenye kuumiza. Wasumiyat albisharatu bishara, na bishara imeitwa bishara kwa nini? Liannaha tuathiru fil bashrati sururan au ghamman, kwa sababu yaathiri ngozi wakati wa furaha au dhiki, yamuathiri mtu. Ile bishara anapopewa mtu aweza kuona kitu cha kumfurahisha, kwambia mpaka nywele zimesimama kwa ile furaha anayopata, na aweza kuingiwa na hofu, kwambia nimeogopa mpaka hizo nywele zimesimama kwa hofu inayompata, yamuathiri ngozi, ikaitwa bishara. Fahadhihi halu akthari nnas, kwa hii ndio hali ya wengi katika watu. At-takdhibu bil-Qur'an wa adamu al-iman bi, kuikadhibisha Qur'an na kutoiamini. Wa minan nasi fariqun hadahumullah, lakini pia miongoni mwa watu kuna kundi la watu ambao Allah amewaongoza. Faamanu billah wa qabilu ma ja'atuhum bihi ar-rusul, wakamwamini Allah na kuyakubali yale waliokuja nao mitume wa Allah kwa wao. Faamanu wa amilu salihati, wakaamini na kufanya mema na kutenda mema. Fahaulai, basi hao ajiri yao ni ipi? Lahum ajrun ghairu mamnun, ay ghairu maqtu', wana malipo ambayo hayakatiki. Bal huwa ajrun daimun, bali ajiri yao na thawabu yao ni yenye kuendelea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, katika starehe ambazo hakuna jicho lishawahi kuona wala sikio kusikia wala hata kupita katika fikra ya moyo wa mwanadamu, hajawahi kufikiria zile starehe zilizoko ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ja'ala min ahli aljanna. Kwa hiyo ile ndiyo hali ya waovu, na hii ndiyo hali ya watu wema na yale aliyowaandalia Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndiyo mwisho wa tafsiri ya sura al-Inshiqaq. Insha Allah ta'ala tukija tena tusoma tafsiri ya sura al-Buruj biidhnillah ta'ala. والسماء ذات البروج إن شاء الله تكون بيسوما katika kikao kitakachofuata. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.